Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wathanaa ala Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake nyingi, na kabla sijaanza darasa yetu nitatumia fursa hii pia, kwa vile nimepata tena dakika chache, nitachukua hadithi moja ambayo kwamba itatukumbusha katika masala ya kufanya bidii katika ibada, na ni mafunzo matukufu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotuambia fima maana alhadith: nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Mwenyezi Mungu ampe imani moyo wake upate pumbao na iwe sababu ya pepo mtu ambaye kwamba atapata kuyasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu kama alivyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'a maqalati fawa'aha, akayafahamu yale maneno. Farubba muballighin au amina sami, huenda mfano mimi ninayebalighisha haya maneno matukufu ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Mwenyezi Mungu na kuelezea wewe yakakufaa zaidi kushinda mimi. Warubba muballighin au amina sami, na pengine yule ambaye kwamba naye atasikia naye atambalighisha mtu mwingine. Kwa hivyo hii ni risala ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumilizwa khatamul anbiya wal mursalin kutufundisha namna ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, namna ya sisi kufanya ibada ya kisawasawa. Kwa hivyo katika maisha yetu, kila ukifanya pata fursa ndogo ya kuelimika wewe na kumuelimisha mwenzako, wewe unaposema ana muslim, tayari kuna vitu vya kupasa kama Muislamu. Kwa hivyo alhamdulillah, nimeonelea hii hadithi, nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati. Umesikia maneno ya mtume, umesikia maneno ya Mwenyezi Mungu, ukishakuyasikia ukiyafahamu yabalighishe, na huenda ule unayemwambia akanufaika zaidi, ikawa na wewe wapata thawabu, kwa sababu adal ala alkhairi kafaili. Ukimlekeza mwenzako katika kufanya jambo zuri, itakuwa ni wewe kama ndio ule ulifanya jambo lile, kwa sababu umemlekeza katika jambo zuri. Tukirudi katika hadithi yetu hii, ayuha ikhwan kiram, as-salatu imaduddin, swala ni nguzo ya dini. Na kitabu hichi kama tulivyotangulia kuzungumza, kitabu hichi chaitwa Tuhfa. Alikuwa ni babu alipopata mjukuu akakiandika hichi kitabu kumpa mwanawe, ili iwe ni zawadi katika kumlekeza kuhusu malezi. Ndio huku nyuma tulikuwa tukizungumza kuhusu kuchagua mke, ukipata mtoto zile sunna za kufanya kama akika, kumnyoa nyele. Kisha imekuja sasa hivi katika suala la leo, ni tayari ule mtoto ashakuwa ni mtoto tayari, na wewe uko nyumbani msikitini tayari wataka kumswalisha ule mtoto, wataka kuswali wewe. Je, hukumu ya huyu mtoto itakuwa vipi? Ndio suala la leo na jawabu tutakuja kuiangalia. Lakini kabla ya hapo, sisi tukutana hapa msikitini kwa ibada ya aswala. Kuna ibada nyingine nyingi, azaka, umra, haj, lakini kuna pahala pake na wakati wake. Lakini hapa sote tumejumuika salatul jamaa, tupate fadhila ya swala ya jamaa, kadhalika fadhila ya dhikrullah, kumtaja Mwenyezi Mungu na malaika wanatuzunguka. Sasa utakuta swala, iwe wewe ni mkazi, wewe ni msafiri, lazima uswali. Maadamu wewe ni Muislamu, swala ni faridha. Kadhalika ni mgonjwa, lazima uswali. Kadhalika kuna mvua, lazima uswali. Kadhalika uko ndani ya ndege, uko juu ya kipando wasafiri, lazima uswali, kwa sababu swala ni nguzo ya dini. Huna sababu hata moja, maadamu uko hai lazima uswali. Na ndio utakuta waamur ahlaka bisalati wastabir alaiha. Sisi kama viongozi, wanaume, mababa, walezi, waalimu, ni viongozi, unaamrishwa na dini yako, dini yetu, waamur ahlaka bisalati wastabir alaiha. Muamrishe familia yako, ahli yako, watoto wako katika hii swala, na uwasubirie kwa jambo hili. Mwenyezi Mungu katika aya hii, la nas'aluka rizqa, masala ya riziki Mwenyezi Mungu ashatakafal kwako wewe na kwa wale dhuria yako, lakini wewe ni kuamrisha wao katika kule kuswali. Ndio ikaja muru auladakum bisala wa hum abnaa sab'a, waamrisheni watoto wenu wazoee kuswali, wafahamu kwamba hii ni nguzo tangu wao wako miaka 7, na muwachape watoto wakifika miaka 10 ili waanze kufahamu uzito wa ile swala, na uwapambanue katika kulala watoto wa kiume na watoto wa kike.
Katika kulala, saa nyingine mtu aweza kulala makosa, na huyu mtoto wa kiume akaamka usiku au mtoto wa kike akaamka usiku akamwona aura wa ndugu yake. Kwa hivyo angalia, dini inaangalia janib hii muhimu, tangu akisha kufika miaka 10 wasilale pamoja, uwapambanue katika malazi yao. Ayuha ikhwal kiram, tuingia katika kumbeba mtoto. Angalia mwandishi alipouliza suala akarudi akatuambia, yajuzu hamlu al-atfal fi as-salah wa in lam yu'lam halu thiyabahum lima thabata fi sahihayn an abi qatada radhiyallahu anhu anna rasulullah sallam kana yusalli wa huwa hamil umama binti Zainab. Hadithi hii inatufahamisha na kutufundisha kwamba mtume wetu Muhammad salawatullah wasalamu alayhi, imepokewa kwamba alikuwa na mjukuu wake akiitwa Umama. Alipokuwa akiswali alikuwa akimbeba huyu Umama, na katika kule hali ya kumbeba, fa idha qama, akisimama. Kwa mfano sasa mimi naswali, nikisimama ule mtoto nitambeba, atakuwa hapa begani kwangu. Hii ni kuonesha rehma ya mtume wetu Muhammad sallam na tawadhu ya mtume wetu Muhammad sallam, na kwamba yeye ni mwalimu na kielelezo chema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ushambeba, utaswali, utamaliza kusoma Fatiha na sura, kisha sasa hivi umekwenda katika kurukuu, kisha umekwenda katika kusujudu. Katika kurukuu utakuwa unaye vile vile huyu mtoto pale pale, utainuka unaye, kisha unakwenda katika haraka ya kusujudu, utamchukua ule mtoto utamweka chini pale, wewe usujudu. Ukimaliza tena waanza tena ile harakati vile vile. Kwa hiyo utakuta kwamba hata kama wewe uko katika hali kama hii, lakini swala uswali na mtoto maadamu yuko nyumbani na aweza kukufanyia tashwishi au akafanya kitu kibaya, fuqaha wanasema ikiwa kuna mtu mwingine pale nyumbani, waweza kumwambia, mwangalie mtoto, mimi nataka kuswali hivi sasa, ili wewe urakiz katika swala, kwa sababu ile swala watafuta khushu, wazungumza na Mwenyezi Mungu. Ni kama mi'raji ya sisi kupata nafasi ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila ukipata nafasi ukapata khushu inakuwa sawa. Lakini sasa kama hakuna mtu nyumbani, utafanya namna gani? Na watoto wengine ni fujo, ni watundu. Asa wewe utaswali ili ule wakati wa swala, kwa sababu swala ina wakati wake, isipite ule wakati wa sala ikawa udhuru wako wa kutokuswali ni kwa sababu huyu mtoto. La, ule mtoto infika wakati wa swala vile vile tushafundishwa. Siku hizi pia kuna kama leso au vitu weza kumfunga au kitu kamfunga mtoto akabakia kwenye shingo yako, ukaweza kufanya yote haya, ukarukuu, ukainuka, ukasujudu na mtoto yuko hapa. Hii yote ni kuonesha kwamba alhamdulillah dini yetu ni dini ambayo kwamba inatufundisha kuweza kufanya mabadi ya dini katika kila hali. Mlango mwingine ambao kwamba unafuata, ma hukmu taqbil al-atfal. Utakuta kumbusu mtoto ni kwa sababu ya kumpenda na mahaba. Ulama na muallifu hapa anasema yustahabu taqbilu al-atfal, inapendekezwa kuwabusu watoto, lima jaa fi sahihaini, kama ilivyopokewa katika hadithi an Abi Huraira, asema mtume wetu Muhammad sallam alikuwa akimbusu al-Hasan wal-Husain. Sasa kuna sahaba mmoja aitwa al-Aqra' bin Habis at-Tamimi. Huyu bwana alikuwa yuko pale, akamwona mtume wetu Muhammad sallam ambusu mjukuu wake, akajibu akamwambia, ya Rasulullah, mimi nina watoto 10 sijambusu hata mmoja katika wale. Mtume wetu Muhammad sallam akamwangalia yule, akamjibu akamwambia, man la yarham la yurham. Kule kuwabusu watoto ni mahaba, ingawaje hapa maashara alhadhirin ulama wanazungumza tajannab kumbusu mtoto kwenye mdomo. Yale mahaba yako weza kumbusu hapa, weza kumbusu tumbo, weza kumbusu hapa, yale mahaba wamkumbatia, lakini usimbusu kwenye mdomo, kwa sababu
ile italeta mafunzo mengine ambao kwamba si mazuri. Wameandika katika kueleza hapa. Na huyu bwana ambaye kwamba tumemzungumza sasa hivi, Al-Aqra bin Habis, alikuwa ni kiongozi katika kabila lake. Huyu ni kiongozi katika kabila lake, lakini haina maana kwamba yeye ni kiongozi kwao awe ajua kila kitu. Alikuwa jambo hili halijui. Kwa hivyo ndio faida ya mtu kusoma. Alipokuja pale na yeye akawa katika hali kama ile, hajapata mafunzo yale, hajapata kuyaona kama yale, akamwona Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanya. Kwa hivyo alhamdulillah, ni dalili tosha kwamba kule kumbusu mtoto ni mahaba. Pia ulama wakasema isije ikawa ni min shahwa. Sangine unambusu inakuwa ni kumpenda ni mtoto, lakini kuna wengine wana shahwa ya arrujula ambao kwamba wanaikidhi katika watoto. Ukimwona mtu huu, pia ulama wamezungumza, ukimwona mtu ana shahwa ambazo kwamba si mzuri, akija katika hali kama ile katika watoto wa kike katika kuwabusu, pia unaweza kuwa na tahaffudh yako na limit yako katika kumcontrol katika mambo kama yale. Ni kitu kizuri kukumbatiana. Kama mimi nitoka safari, Sheikh Ibrahim ni sahibu yangu, ndugu yangu, tukionana tuweza kukumbatiana. Ni sampuli ya kuonekana mahaba. Utakuta Wasudani wakikutana waweza kusalimiana kwa hapa, ile sampuli ya maamkuzi yao na ada zao. Na kadhalika mtoto kwa sababu ya rahma utambusu kwenye matavu, utambusu katika sehemu nyingine, lakini unatajannab katika kumbusu katika mdomo. Inshallah haya ndio mafunzo yetu. Akasema tuqabbilu subyanakum. Huyu sahaba akauliza, unawakabili watoto? Faqala na'am. Faqala wallahi lakuma ma tuqabbila ma au malik in kana Allah naz'a fi qulubihim rahma. Hadithi nyingine pia, huyu Aqra alikuwa kama ambao kwamba hajapata rahma. Kumbusu mtoto ni rahma, ile ni mapenzi yale, na yale yafaa yawepo, sababu ule mtoto atakulia naye, atajua mimi napendwa nyumbani. Angalia wewe, ukija kama baba au babu, ukifika atakukimbilia kwa sababu anahisi wewe unampa mapenzi, unampa kumkumbatia. Kwa hivyo matendo kama haya yamejengewa na mafunzo matukufu ya mtume wetu Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Tukimalizia, faida tuliyopata leo ni kwamba unafaa kumbeba mtoto kwa hali ambayo kwamba na wewe waswali, ikiwa itakuwa ni jambo zuri na wewe utaweza kukamilisha. Na vile vile pia kuja nao msikitini, lakini tunawa control watoto. Sengine wakaja wakafanya msikitini fujo, ikawa ni dhaudha, pia si jambo zuri. Kuwafundisha watoto kuja nao, unamfundisha discipline, na hata ikilazimika uweze swali naye kule mbali, ili asifanye tashwishi katika hizi sufufu za Waislamu, kwa sababu hili ni jambo tukufu sana. Sisi katika kuswali, safu kama tusafu almalaika, tunaamrishwa tufanye safu kama malaika wanavyofanya safu, ili tupate rahma Mwenyezi Mungu na tupate fadhila ya jamaa. Inshallah kwa machache tuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakallahu fikum wa shukran.